Baba yetu na Mungu mtakatifu, na kushukuru kwa neema yako na upendo wako. Asante kwa ajili ya muda huu. Tunapoingia kwenye kipindi hiki, naomba uweze kuwa pamoja nasi, uweze kutuongoza na uweze kutubariki, tuweze kuelewa vizuri. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Katika siku hii ya leo, kwanza niwapongeze kabisa wana ATAPE kwa kazi nzuri na program nzuri ambayo mmekuwa mkiiendesha kwa njia ya mtandao. Mungu awabariki sana. Najua kwamba wako watu wengi sana ambao wamejiunga siku hii ya leo, ambao pia sio wana ATAPE, lakini wameamua kujiunga ili tuweze kuwa pamoja kwenye kipindi hiki, na wenyewe pia Mungu aendelee kuwabariki sana. Chama hiki cha ATAPE ni chama ambacho kwa mara nyingi kimekuwa ni baraka kubwa sana kwa kanisa hili kwa ujumla wake, ambacho kinawakusanya wanataaluma na wawekezaji mbalimbali. Niseme tu kwamba ni chama ambacho inatakiwa kila mtu aweze kujiunga, kwa sababu ndani yake kuna vitu vingi sana ambavyo ni vya baraka na neema, lakini pia kuongeza ujuzi. Sasa kwa kuwa tunaongea nao walio wengi ni wanataaluma na wawekezaji wakubwa na wadogo kwa ujumla wake, basi natamani siku hii ya leo tuweze kuongea somo muhimu sana ambalo linasema wakati umechoka kuendelea na safari. Wakati umechoka kuendelea na safari. Katika maisha ya uwekezaji, katika maisha ya wanataaluma, katika maisha ya kila siku, ni kama mbio. Tunayafananisha na mbio. Ni mbio ambayo inatakiwa kila mmoja aweze kuandaliwa kuikubali kwamba ndivyo ilivyo. Kizazi ambacho kinakuja kwa sasa kwa kasi kubwa sana, vijana wetu, watoto wetu, wanatakiwa kuandaliwa kifikra ya kwamba maisha ni mchaka, hakuna kutulia. Nikiwa na maana ya kwamba mtu ambaye ataishi kwa uzembe angalau kwa dakika moja tu, atakuwa ameharibu maisha sio yake tu, lakini pia na kizazi kijacho. Ila kuna ukweli pia ambao natakiwa tukubali. Ukweli ya kwamba katika kupambana huku kuna kuchoka. Watu baadhi wanatafsiri kuchoka kama vile ni kuonyesha udhaifu. Hapana. Kuendelea kuchoka ndiyo udhaifu. Lakini kuchoka ni sehemu ya mwanadamu. Na mwanadamu anapochoka anahitaji kupewa nguvu ili aweze kusonga mbele. Tunapoangalia katika hawa ambao tunawaita kwamba baba wa imani, wakubwa wa imani, Waebrania sura ya 11 inawataja wote katika listi yao. Maana sura ya 10 inaelezea habari za kuwa na imani, lakini wanaelezea wale baba wa imani, wanatajwa wote kwa ujumla wake, ambao sura ya 12 Waebrania inatuambia ikiwa hao wote wametuzunguka sasa, hao wote ambao tumewaona, wote hao, tukishawaona wote hao, inatutakiwa sisi tuanze kuwatazama wao tupate nguvu. Ni mashahidi wanaitwa, ni mashahidi ambao wanatuzunguka. Kwa hiyo inatakiwa sisi tuweze kuamini ya kwamba ikiwa wao waliweza, na sisi pia tunaweza pia. Kwa unapojisikia kuishiwa nguvu mahala fulani, mtazame Yusufu. Unapojisikia kuishiwa nguvu mahala fulani, mtazame Daudi. Soma habari zake, ongea na Daudi. Unaweza ukasema lakini amekufa, nitaongeaje naye? Soma katika Biblia, sikiliza habari zake zikisimuliwa, huko ndiko kuongea naye. Unapojisikia kuchoka, mtazame Musa. Kila kitu ambacho tunakipitia kwenye maisha, hakuna kitu ambacho ni kipya. Vyote walishapitia wazee wetu wa imani. Sisi kazi yetu ni kukubali kujifunza kwao ili tuweze kusonga mbele. Sasa leo kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 15 fungu la kwanza, tutaangalia mambo kadhaa pale. Anasema baada ya mambo hayo, neno la Bwana likamjia Abraham katika njozi likinena, usiogope Abraham, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Ambao ndio fungu letu kuu, nadhani ambao limekwisha kusomwa tayari. Neno la Mungu likamjia katika njozi, lakini lapomjia anasema likinena, usiogope Abraham, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Ili fungu unapolisoma lina ujumbe mzito ndani yake. Moja kabisa, kuna vitu ambavyo nahitaji tuvipate kabla ya kusonga huko mbali sana. Neno la Bwana linamjia katika njozi, ndio kitu cha kwanza cha msingi. Ni mtu ambaye alikuwa anapata njozi, sio ndoto.
Njozi, ndivyo ametafsiri mtaalamu huyu wa lugha hii alivyoandika neno njozi. Ukiangalia kwenye Good News, ile Biblia ya mkoloni ya ambao kwa Kiswahili tungeita Kiswahili cha kisasa, anasema after this Abraham had a vision, no a dream. Kwa hiyo hapa anapata maono. Mtu yeyote ambaye hana maono hawezi kusonga mbele. Maono sio ndoto. Ndoto zinakuja ukiwa umelala. Maono yanakuja ukiwa macho. Maono yanahitajika kuandikwa. Kaa chini, andika maono yako. Ndoto ni matokeo ya vitu vingi usiku ukiwa umelala. Sina muda wa kuviongea vyote hapa. Hata chakula ulichokula kinaweza kuletea ndoto. Dawa ulizokula zinakuletea ndoto. Kwa kuna vitu vingi vinaweza kuletea ndoto. Lakini maono ni kitu ambacho kinapatikana katika hali ya kawaida. Kwa hiyo akapata maono, lakini maono haya anayoyapata, anasikia sauti ya Bwana ikimwambia. Nami unanitazama leo, napenda nikuulize, je, kuna saa unaisikia sauti ya Mungu ikikusemesha mchana kweupe, uko umekaa ukianza kufikiria habari ya mambo yako, juu ya maisha yako? Biblia inasema baada ya mambo hayo neno la Bwana likamjia Abraham katika njozi likinena, usiogope Abraham, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Huwezi kumwambia mtu usiogope ambaye ana ujasiri. Sikiliza vizuri hapo. Mtu anayeambiwa usiogope ni yule ambaye tayari ni mwoga, au uoga unaanza kupenya. Inanipa picha kwamba Abraham alianza kuingiwa na woga, lakini katika Ibrania anatajwa kuwa baba wa imani. Sura ya 11 anatajwa kuwa baba wa imani. Kwa nini baba wa imani? Haina maana kwamba hakuwahi kuwa na woga. Hapa ninaongea na mwekezaji ambaye mambo yako hayajaenda kama ulivyotarajia. Hofu imekushika. Neno la Mungu linakujia leo, haupo katika usingizi. Unanitazama ukiwa kawaida kabisa. Neno la Bwana linakujia leo. Neno la Bwana linakuambia usiogope. Usiogope. Lakini kuna vitu vingine tena vya msingi vya kuvizingatia hapa tunapoendelea na hii habari ya neno la Bwana likamjia. Sasa kumbuka nimekuambia lazima tuangalie katika lugha kadhaa. Hebu angalia katika Good News kile ambacho anakisema. Anasema after this Abraham had a vision and had the Lord say to him, do not be afraid, Abraham, I will shield you from danger and give you a great reward. Kule kwenye Kiswahili chetu cha kizamani ambacho tumekizoea, ametumia maneno haya. Baada ya mambo haya neno la Bwana likamjia Abraham katika njozi likinena, usiogope Abraham, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Good News anasemaje? Anasema baada ya mambo haya Mungu akamtokea, akasema Abraham akawa na maono, alafu anasema akamsikia Bwana akisema, do not be afraid, usiogope Abraham, I will shield you from danger, nitakukinga dhidi ya hatari, and give you a great reward, na nitakupa thawabu kuu. Hatujui ni maono gani aliyapata huyu jamaa pamoja na kuisikia sauti ya Bwana, lakini katika maono ambayo anashawishika aliona hatari ambazo ziko mbele yake. Alishikwa na hofu kama wewe mwekezaji ambao nitazama, kuna saa unashikwa na hofu. Unawaza, nitawekezaje katika mazingira yenye ushirikina kiasi hiki? Nitawekezaje katika maeneo ambayo yana changamoto nyingi kiasi hiki? Nitawekezaje? Mwanataaluma unawaza ya kwamba nitapataje ajira katikati ya watu 5,000 wanaotafuta ajira, ili hali ambao wanahitajika ni watu 5 tu, watu 10,000 tu, watu 500. Unaanza kuingiwa na hofu. Hizi ni danger, hizi ni hatari ambazo zinakujia. Leo neno la Bwana linakuambia usiogope, nitakukinga dhidi ya hatari. Good News anasema I will shield you from danger. Biblia haisemi hatari hazitakujia, ila Biblia inasema utakingwa dhidi ya hatari. Hii ndio tofauti kubwa unatakiwa uweze kuielewa. Mungu anasema atakukinga dhidi ya hatari. Tusiishie hapo. Mimi sikuangalia Good News peke yake, nikaenda zaidi ya hapo. Kuna Biblia nyingine ambayo inaitwa Amplified Bible, nayo ina maneno haya katika fungu hilo hilo. After these things the word of the Lord came to Abraham in vision saying, do not be afraid Abraham, I am your shield. Anasema baada ya mambo haya neno la Bwana likamjia Abraham katika maono likisema, usiogope Abraham, mimi ni ngao yako. Kule anasema nitakukinga, hapa anasema mimi ni ngao yako. Yani kama kuna kitu kinachoitwa ngao ambayo itakukinga Abraham,
ni Mungu mwenyewe anasema ni mimi nitakukinga. Endapo kuna ngao unafikiria kuishikilia ili iweze kukukinga dhidi ya madhara, ni Mungu. Ndio Amplified inasema I will be your shield. Hey, I am your shield. Mimi ndiye ngao yako. Kwa lugha nyingine, haleluya, Mungu atusaidie tuweze kuelewa hii. Kwa lugha nyingine, wakati wanapofikiria kushambulia pale kazini kwako, wakati wanapowaza kutengenezea mambo ili wateja wasije kwako, Mungu anakuambia mimi nitakuwa kinga yako. Huna haja ya kutafuta hirizi, huna haja ya kutoa kafara, huna haja ya kumwona mtu mwingine ya kwamba yeye ndiye atakusaidia. Usimfanye mwanadamu kuwa kinga yako, mfanye Bwana Mungu kuwa kinga yako. Mungu anamkazania Abraham, nitakuwa kinga. Sikuishia hapo, nimeenda zaidi ya hapo tena. Kuna Biblia moja ambayo naipenda sana kuitumia wakati fulani, inaitwa Complete Jewish Bible. Hii ni Biblia ya Wayahudi ambao wanaitumia mpaka leo, nao wana lugha hii inayosema hivi: sometime later the word of Adonai came to Avram in a vision. Don't be afraid, Avram. I am your protector. Your reward will be very great. Mona hizi Biblia tofauti inakupa tafsiri. Wayahudi wao Waebrania wanaposoma fungu hili katika Biblia yao wanaita Complete Jewish Bible, wao wanaisoma tofauti. Nayo wanasoma hivi, anasema baadaye, muda fulani baadaye, neno la Bwana likamjia Abraham katika maono likisema, usiogope Abraham, mimi nitakuwa mkingaji wako, protector, mlinzi wako. Alafu anasema your reward will be very great, thawabu yako au tuzo yako itakuwa kubwa. Hapo unalinganisha na andiko lingine tena linasema, amelaaniwa mtu amtegemee mwanadamu, lakini amebarikiwa mtu amtegemeaye Mungu. Sikuishia hapo, nataka uone kina cha hili somo na uzito wake. Nenda uangalie zaidi ya hapo. Sasa angalia vizuri sana kwenye Kiswahili cha kisasa, nako kuna maana tofauti, tutaiangalia hapo baadaye. Ngoja kwa sasa hivi niishie hapo, twende ndani kidogo. Sasa anasema zote Biblia ambayo tumeisoma, hii Complete Jewish Bible imesema sometime later the word of Adonai. Hawa ni Wayahudi wanaongea Kiingereza. Amplified Bible ikasema after these things. Good News ikasema after this. Kiswahili cha kwetu cha kizamani kinasema baada ya mambo hayo. Mambo yapi? Ndio swali la kujiuliza. Kwa hiyo kabla ya kutengeneza fundisho lolote katika hili, lazima tuanze kuyaangalia hayo mambo ambayo ndio Mungu ilibidi amtokee. Yako mambo kwenye maisha ambayo yanaweza kukutokea, mazuri au mabaya, lakini inabidi Mungu aingilie kati kukutia moyo, maana yanaweza kukupa hofu wakati fulani. Wako watu wenye hofu ya mafanikio. Yaani umefika kiwango fulani cha mafanikio, hata hivi unavyonitazama, pale ulipo kwenye kiwango kile cha mafanikio, kuna woga unakushika. Je, nikidondoka? Je, biashara yangu ikikolapse? Nimefikia hapo, watu wamejua niko kwenye kiwango hiki, je ikatokea naanguka tena? Unaanza kuvutwa fikra zako kuangalia watu watasemaje, badala ya kumtazama Mungu. Wazungu wana lugha, Waingereza wana lugha moja ambayo wanasema kinachoangusha watu, wanasema ni neno what if. What if? What if? Unaanza kuwaza hivi ikitokea, hivi ikitokea. Sikia maneno haya, nini kilitokea sasa mpaka Mungu ikabidi amtokee Abraham? Mambo yapi hayo? Jambo la kwanza, ukiangalia sura ya 14 ya Mwanzo, utagundua Abraham ametokea kushinda vita kubwa sana. Ametoka kuwashinda wafalme ambao ni tishio. Angalia maneno haya, Mwanzo sura ya 14 fungu la 17. Abrahamu aliporudi kutoka kumpiga Kedorlaoma na wale wafalme waliokuwa pamoja naye, mfalme wa Sodoma akatoka amlaki katika bonde la Shawe, nalo ni bonde la mfalme. Ametoka kumshinda mfalme ambaye anaitwa Kedorlaoma. Sasa twende taratibu sasa hapo. Unapomsikia huyu mfalme Kedorlaoma, sio mfalme wa kawaida. Ni sawa na leo usikie mtu anasema alipomaliza kuwashinda wa Marekani, super power ambazo zina nguvu duniani kivita, ambazo zinapewa salute kubwa sana. Nazitaja sio kwa ubora, nataja zote kwa ujumla wake: Amerika, Israel, Russia, China, Korea.
Hizi ni baadhi tu ya mataifa. Nitakutajia hawa kina Ujerumani na wengineo, lakini tishio kubwa ndio ambao nimekuambia. Ndipo utakuja kina Iran ambao ni kwa sababu ya kuwa na nuclear. Lakini mpaka sasa hivi kuna taifa moja ambalo likikoroma dunia yote ina salute, Amerika. Kwa hiyo ukimsikia mtu amemshinda Marekani, huyo mtu lazima muogope. Ukisikia mtu amemshinda Russia, huyo mtu lazima muogope. Hilo taifa liogope kabisa. Ukisikia taifa limeshinda Israeli, lazima uliogope. Msidhani kwamba watu hawezi kuingilia kati vita Israeli na Gaza mpaka dakika hii tunavyoiona inavyoendelea hapo. Nani atapeleka pua yake hapo? Hata hivyo ambao unaona mataifa ya Kiarabu yamejaribu kurusha makombora na nini, ni sawa na mtu ambaye anajaribu kugombelezea ugomvi. Wewe unapigwa, anakuja kukusaidia, lakini anapiga mawe, amesimama maili 10. Alafu anakuambia na mimi nakutetea. Ni mataifa yanayoogopeka. Huwezi kuyagusa hivi hivi. Unafikiri kupigana nao unawaza mara mbili. Sasa unaposikia Abraham ameenda kupigana na Kedlaoma, lazima umjue ni nani huyu Kedlaoma. Hatajui sana katika stori nyingi, lakini chache leo nitakuonyesha ili ujue alikuwa mfalme tishio. Mwanzo 14 fungu la 4. Kwanza huyu bwana aliwatumikisha wafalme 5 kwa miaka 12. Sio mtu mdogo huyu. Mtu ambaye anaweza kuzitiisha nchi 12 chini ya utawala wake. Anawambia kodi mtaleta kwangu. Miaka 12 watu wameweka chini yake. 12. Sio mtu mdogo huyu. Ndiye ambaye Ibrahimu ameenda kumshinda. Nataka nikutangazie wewe ambao unanisikiliza leo, Mungu anakwenda kukupa ushindi dhidi ya wenye nguvu, endapo tu utamtegemea Mungu. Wakati wengine wakizungumzia magari, wakati wengine wakizungumzia farasi, sisi tutajivunia jina la Bwana. Mtazame Daudi anapokwenda kupigana na Goliath. Daudi ni mdogo kwa umri, ni mdogo kwa umbo, ana silaha duni, ana kombeo na mawe machache. Mwangalie Goliath alichokuwa nacho. Alikuwa kwanza kwa umbo ni mkubwa kuliko hata watu ambao alikuwa askari zake wanaomchukulia silaha. Mkuki wake ni mkubwa, kila kitu ni kikubwa. Lakini Daudi alikuwa na Mungu mkuu ndani yake kuliko Goliathi aliyekuwa nje. Na unayenitazama leo, mimi sijui unapitia kitu gani, sijui ni ugumu gani ambao unaopitia. Habari njema nakupa ni leo, Mungu aliyeko ndani yako ni mkuu kuliko Goliathi aliyeko nje yako. Usimtazame Goliathi, mtazame Mungu mkuu aliyeko ndani yako. Mchungaji, una ushahidi gani ya kwamba Mungu yuko ndani yangu? Biblia inasema miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu, ni makazi ya Roho Mtakatifu. Na Biblia inasema Mungu ni roho, nao wamwabudu wamepaswa kumwabudu katika roho na kweli. Na tena Yesu mwenyewe anasema kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Ninapomwona Yesu nimemwona Mungu. Napokuwa na Yesu ndani yangu niko na Mungu kwa asilimia zote kabisa. Mwimbaji mmoja akasema, unapombeba Mungu umebeba kila kitu, maana yeye ndiye mmiliki wa kila kitu. Unanitazama, kosa vyote, usimkose Mungu. Tumwangalie huyu mfalme ambaye ni tishio. Mwanzo 14 fungu la 4 anasema, miaka 12 walimtumikia Kedlaoma hata mwaka wa 13 wakaasi. Jamaa alipambana sana. Mwaka 13 wakasema hakuna, tutachana na huyu jamaa. Lakini wakiachana naye, maangamivu walioyapata yalikuwa ni makubwa sana. Fungu la 5 anasema, na mwaka wa 14 baada ya jamaa naye akawalia timing, mwaka mzima wa 14 ndipo akaanza kwenda kupigana nao. Na mwaka wa 14 akaja Kedlaoma na wafalme waliokuwa pamoja naye, wakawapiga Warefai katika Ashtoreth, Karnaimu, na Wazuzi katika Ham, na Waemi katika Shawe, Kiriathiraimu. Sasa haya makabila yanapotajwa, usione Biblia imeyaweka tu kuyataja kwa ajili ya entertainment. Ukisikia kwamba Kedlaoma amepigana na hawa jamaa, maana yake ni nini? Aliweza kuziangusha koo 3 kubwa za majitu ya wakati ule. Unapomsikia Goliath anatajwa ni moja ya koo za majitu yaliyokuwepo duniani wakati huo. Ndugu zangu, Wasukuma wanaweza wakaelewa hili kuliko wa makabila mengine yote, maana kule kwao kuna mtu anaitwa, katika historia ya Kisukuma kuna Mwanamalundi. Inaaminika Mwanamalundi alikuwa kati ya hizi koo za giants, maana zilikuwa zimetapakaa dunia karibia yote. Archaeologists wamegundua hili. Katika maeneo mengi wamekuwa wakiona tamili yao hawa magiants. Walikuwa kwenye koo, na zilikuwa koo kadhaa, nikutajie chache tu. Koo moja hapo walikuwa wanaitwa Warefai. Ndio imetajwa kama Refaim kwa lugha ya Kiingereza. Koo nyingine walikuwa wanaitwa Ananax.
ndio ambao wakati wale wapelelezi wanatoa taarifa wanasema tukawaona wana wa Anaki, majitu ambao likisimama wewe unajiona kama panzi. Alafu kulikuwa na kundi lingine kati ya hao, kuna Ananax, kuna hao wa Refai, alafu kulikuwa na Wazuzi ambao walikuwa ni mojawapo kati ya hizo koo, kulikuwa na Waemi ni kati ya hizo koo za majiants. Haya majamaa yakiingia kwenye jamii yoyote yalikuwa yanamiliki hiyo jamii na kuwa chief, yalikuwa na uwezo wa kupigana, yalikuwa na ujuzi mkubwa sana wa teknolojia. Kwa hiyo kupambana nayo pia ni ishu, ndio aliyokuwa Kanaani anamiliki wakati huo. Hata wapelelezi wakaogopa. Sasa hawa ndio ambao unasikia huyu Kedorlaoma aliyapiga na akapiga koo 3 akaziangusha. Ni mtu tishio sana. Huyu ndiye ambaye Abrahamu anakwenda kupambana naye. Nikana kwamba unauliza Abrahamu, unajipenda kweli? Unapambana na lijitu ambalo ukiwa umesimama mbele yake wewe unaonekana kama kipanzi. Na mwaka wa 14 akaja Kedorlaoma na wafalme waliokuwa pamoja naye wakawapiga Warefai, ukoo wenye nguvu wa Refai. Hapa katika huu ukoo ndio ametokea Goliath. Ndio maana kule unasikia yule Goliath Mrefai. Katika Ashtoreth Karnaim, na Wazuzi katika Ham, na Waemi katika Shawe, Kiriath Yearim. Hawa wote walikuwa ni katika koo za giants. Mfalme wa Sodoma akajaribu kupambana nao. Alipojaribu kupambana na Kedorlaoma, kilichompata ni miji yake kuchukuliwa, mpaka Gomora ilichukuliwa, mpaka Soari ilichukuliwa. Unapigana na mtu ambaye ameangusha magiants. Hey, Mwanzo 14 fungu la 8, mfalme wa Sodoma na mfalme wa Gomora na mfalme wa Adma na mfalme wa Seboim na mfalme wa Bela, ndio Soari, wakatoka wakapanga vita panapo bonde la Sidim. Walishindwa. Nakumbuka historia vizuri. Lutu akatekwa nyara. Mtu mmoja akachomoka tu kwa nasibu akamwambia Abraham, Lutu ametekwa nyara. Nani amefanya hivyo? Akaambiwa Kedorlaoma. Hata ingekuwa ni wewe usingethubutu kwenda kupambana naye. Ni sawa na wewe usikie nchi fulani imetekwa nyara, alafu unauliza nani ameteka nyara? Unasikia Russia, alafu unaenda unasikia Wagner, alafu unakwenda kwenye hilo eneo. Wewe Wagner unawajua wewe, ili ukapambane nao wewe? Sio mchezo. Sasa hii ni tishio. Abraham anaambiwa, Biblia inasema Abraham akachukua vijana wake. Hujanielewa? Abraham akachukua vijana wake, wafanyakazi wa ndani na baadhi ya marafiki wa karibu na watu wa ile nchi ambao walimuunga mkono, wakachukua silaha zao, wanaenda kupigana. Fungu la 15 kwenye Mwanzo sura ya 14 anasema akajipanga apigane nao usiku, yeye na watumwa wake. Unaona wewe una watumwa wangapi nyumbani kwako? Ukivamiwa na majambazi wanaweza kukutetea, au nao wanaingia kwenye uvungu wa kitanda? Jamaa anamiliki watumishi kiasi kwamba ni jeshi la kwenda kupiga. Akawapiga, akawafukuza mpaka Hoba ulioko upande wa kushoto wa Dameski. Abrahamu alikuwa sio mtu mdogo hapa. Hakupigana mchana, hakuna, anapigana usiku. Anajua muda wa kupigana. Sikia nikwambie, kuna changamoto unapitia, amka usiku, omba. Nitazame vizuri, nimesema amka usiku, omba. Pigana usiku. Acha ujinga, pigana usiku. Kuna kitu ni tishio kwako, panga muda wa kuamka na kuomba peke yako. Sikia fungu la 16, naye akarudisha mali zote Abraham baada ya kuwapiga jamaa akakimbia. Akamrudisha na Lutu nduguye na mali zake na wanawake pia na watu. Huyu jamaa sio mdogo huyu, anakwenda kupigana, anarudisha mali zote na anamrudisha Lutu na mali zake. Kumbuka tunaangalia baada ya hayo Bwana akamtokea. Baada ya haya matukio yote ambayo nakuambia, Bwana akamtokea. Baada ya wewe kupitia mambo mazito na ukatoka kama mshindi, Bwana inabidi akutokee. Sikiliza tena nikuongezee, hii itakusaidia.
Unapoona umefikia kwenye kilele au umepanda katika mafanikio ya juu, kuwa makini, kwa sababu palipo na mafanikio kuna kiumbe anaitwa kiburi anakaribia. Kuna kiumbe anaitwa kujiamini anakuja. Kuna kiumbe anaitwa hofu, na yeye yuko hapo karibu. Hawa wanatamani ukiwa pale juu, ila mmoja anaitwa hofu, yeye anatamani ukiwa mahali popote. Yani ukiwa chini yuko karibu, ukiwa juu yupo karibu, pote yuko karibu. Chunga sana unapoona umepanda sana katika mafanikio ya jambo lolote lile, katika karia yako, katika taaluma yako, katika biashara yako. Chunga sana kiburi asije. Chunga sana hofu asije. Chunga sana kujiamini kupitiliza asije. Acha Mungu ndiye awe senta ya kila kitu, awe ndiye sehemu yako, awe ndiye anayetawala kila kitu chako. Acha Mungu awe hapo. Sikia maneno haya. Abrahamu alipomaliza kupigana hii vita, akarudisha mali na kila kitu akakirudisha, kuna vitu alifanya. Sura ya 14 fungu la 18, na Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Ametoka vitani, Abrahamu anakutana na kuhani wa Mungu aliye juu, Melkizedeki. Anapokutana na Melkizedeki, kuna kitu kinafanyika. Fungu la 19, akambariki akasema, Abrahamu na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba wa mbingu na nchi. Ni kazi yetu sisi wahubiri wa Injili kuwabariki ninyi mnapotoka kwenye biashara zenu, kuwabariki ninyi mnapotoka katika taaluma zenu, kuwabariki ninyi mnapotoka kwenye mapigano na changamoto za maisha. Nami nakutamkia unanitazama, wewe unaniangalia kwa jina lako, jitaje jina lako sasa. Mungu aliye juu sana na akubariki. Mungu aliye juu sana na akakulinde, aliye juu kuliko miungu yote inayojiita miungu. Huyu ndiye akutunzaye, huyu ndiye anayekubariki, huyu ndiye akulindaye. Usitishiwe na kelele za adui. Alipombariki kuna kitu ikatokea. Fungu la 20 anaendelea, ahimidiwe Mungu aliye juu sana, the most high God. Hajasema tu Mungu aliye juu, maana hata hapo kwenye anga kuna miungu pia. Soma Biblia yako vizuri. Lakini huyu anayemtaja Melkizedek ni the most high God, Mungu aliye juu sana kuliko wote. Anasema ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Humsikii Melkizedek anamwambia Abrahamu, hongera kwa kuwashinda maadui zako. Una nguvu sana Abrahamu, una vijana wenye nguvu sana. Anamwambia no. Ahimidiwe Mungu, atukuzwe Mungu aliyewatia maadui zako mikononi mwako. Rafiki yangu unanitazama, mfanya biashara, na ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyekupa wateja katika biashara yako. Msinishangae sana wakati fulani ninapozungumza ile kwamba kila ninapotembea duniani, katika nchi mbalimbali, katika mikoa mbalimbali, ninapokutana na wacha Mungu ambao wamefanikiwa katika biashara, wamewekeza katika biashara, moyo wangu hufurahi. Kwa nini? Ninamwona Mungu aliyewafanikisha. Namwona Mungu aliyewafanikisha. Na wakati mwingine siwezi kuwatembelea wote, lakini angalau nikimwona mmoja pale, moyo wangu unapoomba, nawaombea na wale ambao hata siwafahamu. Namwambia Mungu, watoto wako wanaokucha wewe wapatie baraka ya Ibrahimu. Ikiwa yupo katika kilimo, mbariki. Ikiwa yupo katika uwekezaji, mbariki. Ikiwa yupo katika ofisi, mpe neema ya Yusufu, akakubalike mbele ya bosi wake. Hili ndilo ombi langu nalo kuombea wewe leo unanitazama. Naomba uniangalie vizuri na uangalie macho yangu, utajua ninachokisema kinatoka moyoni au nina pretend. Mimi navyokuombea baraka, unanitazama kwa njia ya Zoom, kwa njia ya television, kwa njia ya YouTube. Wewe unaniona ile mimi sikuoni. Kwa hiyo utafanikiwa kwa baraka hii, na uenda hata tutaonana uso. Lakini Mungu anajua moyo wangu kwamba nafurahi nikiona watoto wa Mungu wameendelea kupanda juu. Haijalishi huko Kongo, haijalishi huko Burundi, haijalishi huko Rwanda, haijalishi huko Kenya, haijalishi huko Marekani, haijalishi huko Canada. Wewe ni mtoto wa Mungu aliye hai, Mungu aliye juu sana na akubariki. Fuatilia vizuri andiko hili, fungu la 19. Akambariki akasema, Abraham na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba wa mbingu na nchi.
Fungu la 20, ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Kumbe adui wanakamatwa kwanza, wanatiwa mikononi mwako. Kwa hiyo mpaka unawapiga wale adui katika ulimwengu wa roho. Nielewa, adui zetu sio watu, ni roho. Unapowapiga sio kwamba una nguvu, ila ni kwa sababu Mungu ameshawafunga kamba, amewaweka hapo, anakuambia bonda kichwa, vunja miguu. Mungu ameshawakamata, amewaleta, amewafunga pale. Shida tukitoka hapo tunajisifia sisi. Hii sentensi ikusaidie kuwa mnyenyekevu kuanzia leo. Anasema ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Abrahamu akampa fungu la 10 la vitu vyote. Yaani amemaliza tu kumwambia vile, Abrahamu anahesabu fungu la 10. Kama ni mifugo aliyokuja nayo, vitu vyote anasema. Kama ni mifugo aliyokuja nayo anahesabu 1, 2, 3. Kufika ile ya 10 akamwambia Melkizedeki, chukua. Kama ni nguo 10, chukua. Hivi ni vya Mungu, maana wewe ni kuhani wa Mungu aliye hai. Nataka uone jinsi Abrahamu anafanya, ili hata unapoenda kutoa sadaka yako kanisani kwako, unapoenda kutoa zaka yako kanisani kwako. Zaka na sadaka ni ibada. Cha pili, zaka ni kutambua aliyekupa ushindi katika biashara. Zaka unapoitoa ni kutambua aliyekusaidia katika ajira, aliyekutetea majungu ya kazini. Kazini, maofisini kuna majungu. Unapotoa zaka mshahara wako, umemwambia Mungu ya kwamba haya majungu yote umenilinda wewe. Mchungaji, una ushahidi gani? Narudia tena, angalia anapobarikiwa na Melkizedeki, alafu anasema fungu la 20, ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Aliyomaliza tu, Abrahamu akampa fungu la 10 la vitu vyote. Hiki nataka kiingie kwenye akili yako, uanze kukielewa vizuri jinsi kilivyo. Utakapokielewa hiki, ndipo utaelewa kwamba hatutoi zaka tu kama force. Mimi ndio maana hata wakati mwingine naposikia watu wanatoa zaka kwa vitisho, kwa kutishiwa kwamba mtachomwa moto, hiyo zaka yako haina kazi. Mungu hataki umtolee zaka na sadaka kwa vitisho, kwa uoga. Mungu anasema nitambue kwanza kwamba ndiye nimekupa hizo. Zaka inatolewa na mtu mwenye utambuzi tu. Kama una utambuzi, usitoe zaka, utakuwa umefanya tu mchango. Ukitambua kwamba aliyekupa hiyo ni Mungu, utafanya kama Abraham. Baada ya hayo matukio yote, turudi fungu letu la kwanza, sura ya 15. Baada ya mambo haya neno la Bwana likamjia. Yaani baada ya matukio yote haya, uende kwa Abrahamu akakaa, akawaza, akasema nimepiga vita vizuri, nimepambana na watu, Bwana amewatia katika mikono yangu. Naongea kibinadamu sasa hapo. Nimesoma ile story yote, sijaona popote anaposema kwamba Kedlaoma aliuawa na Abraham. Huenda uoga ukamjia Abraham, huyu jamaa akinifuata tena itakuwaje? Huyu jamaa ambaye nimemnyang'anya mali zote hivi, akija itakuwaje? Hujawahi kushikwa na uoga baada ya kushinda jambo fulani? Nimenyamaza kidogo ili uendelee kutafakari. Baada ya yote hayo, Mungu anakujia tena na kuambia, usiogope mwanangu, usiogope. Mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Turudi good news. Anasema after this Abraham had a vision and had the Lord say to him, do not be afraid, Abraham. I will shield you from danger and give you great reward. Mungu anakuambia kuna hatari zitakujia, lakini bado anakuambia nitakulinda. Wakati hofu ikikushika ya uenda Kedlaoma atakuja tena katika maisha yako, ya kwamba uenda yule bosi ataendelea kukuwinda, ya kwamba hasara zinakuja kwa sababu mtikisiko wa kiuchumi, ya kwamba dola imepanda sana, unaogopa utaendaje China, utaendaje Uturuki, utaendaje India kufungasha nguo. Hayo yote yanapokuja kama hofu, Mungu anasema nitakulinda dhidi ya kila aina ya hatari unayoiona. Inaitwa hasara, inaitwa kufukuzwa kwenye frame uliyokodisha, inaitwa kuingia hasara ya aina yoyote. Mungu anasema nitakulinda. Mimi nitakuwa ndiye ngao yako na thawabu yako itakuwa ni kubwa sana. Nampenda Abraham. Na ndugu zangu mnaonitazama sasa hivi hapa, kati ya vitu vinavyotufanya tusisonge mbele vizuri, tusifanikiwe kiroho,
Maana kila maisha yetu sisi ambao tunamjua Mungu ni ya kiroho. Iwe ni biashara yako, ujue kwamba ni ya kiroho. Kuna sababu bosi anakushambulia, hana shida na wewe, ana shida na ile nguvu ambayo iko hapo, ni ya kiroho. Kuna kitu ambacho roho chafu ndani yake inaona kwako. Kwa hiyo ndio maana mashambulizi yanakuwepo. Ona katika mtazamo wa kiroho. Biashara yako ni ya kiroho, kila kitu ni cha kiroho. Sasa sikiliza hapa sasa. Katika vitu ambavyo vinatushinda sana, ambavyo natamani wewe ushinde leo, hicho kitu ukishinde, kisikushinde, ni kuwa mkweli mbele za Mungu. Unadhani kumwambia Mungu nimeogopa ni kujidhalilisha au ni kutokuwa na imani? Unasahau ya kwamba Mungu tunayemtumikia anasoma moyo. Kwa hata kama ukijidai hujaogopa, lakini umeogopa, anajua. Abrahamu aliposikia stori hizi zote akawa mkweli kwa Mungu. Mimi nayeongea na wewe hapa, usije ukadhani kwamba mchungaji anatubiri hivi, huenda yeye hapitii changamoto. Na mimi niko duniani, lakini ukweli uko hivi. Pale ambapo na mimi nasikia kuna kitu kimetokea kwenye maisha yangu, hofu imenishika, nashindwa nitafanya nini, nakuwa straight kwa Mungu. Mimi simfichi Mungu, naambia straight, hapa nimeogopa. Na ndipo namsikia akinisemesha akilini, usiogope. Na pale ambapo ninaona kwamba kana kwamba Mungu amechelewesha ahadi fulani ambayo ameniahidi mimi, huwa mimi simfanyii Mungu unafiki. Namwambia straight, uliniahidi hiki, mbona hakitokei sasa? Wakati hofu inaponishika ya kucheleweshewa ahadi ya Mungu, si mnafiki kwa Mungu. Angalia kitu ambacho Abrahamu amekifanya hapa, na wewe uwe mkweli mbele za Mungu. Fungu la pili, Mwanzo 15. Abrahamu akasema, Bwana Mungu, utanipa nini? Nami naenda zangu hali sina mtoto, na atakaye miliki nyumba yangu ni huyu Elieza Mdameski. Wanaongea na Mungu. Mungu anambia nitakuwa ngao yako, nitakulinda dhidi ya hatari na vitu kama hivyo. Mwisho Abrahamu anamwambia, umenipigania, ni kweli kabisa, dhidi ya maadui zangu. Nimeshinda, nimerudi na mali nyingi tu, hata zaka nimetoa kwa Melkizedek, nimefanya kila kitu. Lakini Abrahamu akamwambia Mungu, mimi niwe mkweli kwako, sina raha moyoni pamoja na mali zote hizi. Sina raha kwa sababu nikiwaza ya kwamba atakaye rithi mali zangu zote ni mgeni niliyempa cheo cha kuwa mkuu wa watumishi, ni mtu kutoka Dameski anaitwa Elieza. Hilo jambo halinipi raha, sijisikii furaha ninapoona hayo yote. Na mimi nakwambia, ni kitu gani unapotazama baraka za Mungu alizokupa zote, ni kitu gani bado kinakupa hofu? Ni kitu gani ambacho ukikitazama huna furaha tena? Inawezekana unanitazama unamwambia Mungu, umenipa baraka nyingi, lakini kuna ugonjwa ndani yangu, nikiukumbuka tu naona kama mali zote ulizonipa hazina sababu. Sioni furaha ya kuzienjoy. Sioni. Mimi sijui, wewe unajua unanitazama. Na unavyoona naongea na wewe hivi, sio mimi ninayeongea na wewe. Mungu ameamua kuletea hili neno ili lilete badiliko katika maisha yako. Kuwa mkweli, mwambie Mungu, kiukweli najisikia tofauti, nisaidie. Fungu la 15 anasema, maana nchi hii yote ina Mungu ndiye anamwambia sasa. Tuanzie fungu la 14, samani. Fungu la 14. Baada ya kuongea Bwana akamwambia maneno haya. Fungu la 14. Bwana akamwambia Abraham alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo, upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi, maana nchi yote uinayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Kumbe hapo nyuma Mungu alishamwahidi kabla ya sura ya 15. Sura ya 13 Mungu alimwahidi kwamba nitakupa nchi na wazao wako wote. Ndio maana namkumbusha Mungu, anaambia ile ahadi iko wapi? Mbona hujaitimiza? Namuona Elieza ndiye ambaye ataweza kurithi nyumba yangu. Lakini hapo nyuma Mungu alishamwambia nchi yote unayotazama itakuwa ni yako na uzao wako. Na hii ahadi ilitokea mara tu baada ya yeye kutengana na Lutu. Sikiliza hapa. Kuna watu katika maisha yako, haijalishi mnapendana kiasi gani, haijalishi wanakuvutia kiasi gani, haijalishi umekuwa nao kiasi gani kwenye maisha yako, lakini wana block, wanazuia Mungu kukusemesha.
wanazuia baraka katika maisha yako. Hao watu, hilo kundi ulilo nalo hilo, Mungu akamsemesha Abrahamu mara baada ya Lutu kuondoka. Kuna baadhi ya watu utawakuta wameondoka kwenye maisha yako, usije ukajipa msongo. Mungu ndiye amewaondoa ili akusemeshe, akuonyeshe vitu vyako. Umekuwa tegemezi wa mjomba, umekuwa tegemezi wa rafiki, umekuwa tegemezi wa ndugu. Yani wewe huja move. Marafiki zako, kuna baadhi ya marafiki ulionao wanazuia njozi ambazo Mungu amekupa. Hauwezi kusonga mbele mpaka waondoke maishani, maana wanakufanya uanze kufikiri vitu vidogo. Mazungumzo unaofanya nao ni mazungumzo ya duni. Wamekuinfluence kiasi kwamba Mungu hawezi kupatia kitu kikubwa, maana kile kitu kikubwa Mungu akikupa watakukatisha tamaa. Hata ukiwaambia hawatakuelewa. Inabidi Mungu awaondoe kwanza, maana Mungu anaenda kuonyesha picha kubwa ambayo iliyo katika maisha yako. Usijisikie vibaya baadhi ya watu wakiondoka. Mungu anawaondoa ili akusemeshe katika ukubwa wa ndoto aliyokuita katika maisha. Sikia maneno haya. Bwana akamwambia Abraham alipokwisha kutengana na Lutu. Lutu alivyokuwepo, Bwana hakumwambia chochote. Inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo, upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi. Angalia hii territory ilivyo kubwa ambayo anamuonyesha. Njozi kubwa. 15. Maana nchi hii yote uwe nayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Fungu la 16. Na uzao wako nitaufanya uwe kama mavumbi ya nchi, hata mtu akiweza kuyahesabu mavumbi ya nchi, uzao wako nao utahesabika. Yaani ni kana kwamba Mungu anamwambia inabidi Lutu aondoke ili nikuonyeshe baraka nilizokupangia. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu ambao kama hawataondoka, hutaona ule mchanga mkubwa wa baraka ambao Mungu amekuandalia. Ndipo Abrahamu anaona hiki kitu ni kizito na Mungu hajakitimiza. Anamwambia inakuwaje sasa? Uliniambia kule, lakini sioni dalili ya mtoto. Elieza ndiye anakuja kurithi mali zote hizi. Sura ya 15 ya Mwanzo fungu la 5 anasema akamleta nje. Baada ya Abraham kuongea na Mungu, anaongea habari ya mbona hutimizi, mbona sioni baraka zako Bwana. Akamleta nje akasema, tazama sasa mbinguni, kazihesabu nyota. Jamaa akaanza kutazama mbinguni. Kama ukiweza kuzihesabu, akamwambia ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Ahadi ya Mungu iko pale pale. Sura ya 13 Mungu anamwambia kama unavyoona mavumbi ya ardhi, ndipo na uzao wako utakuwa hivyo hivyo. Anasema ninaona kama nakata tamaa maana sioni mtoto. Mungu anamwambia toka nje zihesabu nyota. Anatumia mifano tofauti lakini kitu kile kile. Unasema sijaelewa mchungaji hapa. Mungu anapoona katika mfano wa kwanza hujamuelewa, atatumia mfano wa pili. Mungu ni mwenye huruma. Ningetarajia mkemea Abrahamu akamwambia sijakwambia kwamba uzao wako utakuwa kama mavumbi ya ardhi? Mbona unaendelea kunisumbua na maswali mengi? Lakini Mungu anasema hapana, yuko shule huyu, naendelea kumfundisha. Nami nakwambia kumwambia Mungu sijaelewa haina maana we ni dhaifu, ila unahitaji kueleweshwa zaidi. Mwambie ukiwa honest kutoka moyoni. Mungu akatumia mfano wa pili, maana kwenye mavumbi ya Abrahamu hujanielewa, nitakuonyesha nyota. Nami nakwambia unanitazama, pale ambapo unashindwa kumwelewa Mungu, nami nakuombea Mungu akufundishe tena kwa lugha nyingine ili uweze kuelewa. Kuna saa unajisikia kuchoka kama Abraham, lakini Bwana atakufundisha tena. Akamleta nje, fungu la 5. Akasema tazama sasa mbinguni, kazihesabu nyota, kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Fungu la 6. Fungu la 6 ni zuri sana. Paulo amelitumia sana kwenye kitabu cha Warumi. Fungu la 6. Akamwambia Bwana, anasema akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Kule mwanzoni kama mavumbi, huyu jamaa inaelekea alikuwa hajamwamini Mungu sawa sawa. Imani ni hatua kwa hatua. Usije ukaanza kusema natamani niwe katika level fulani ya kiroho. Haitokei usiku moja. Mikiki inapokuja kwenye maisha yako, inakusaidia kujiandaa kwa ajili ya ukubwa wa baraka iliyoko mbele yako. Usikimbie mikiki. Usikimbie challenge. Acha zije, ndio misuli ya imani. Maada Mungu yuko pamoja nawe, acha zije. Acha hiyo mikiki ije, ndio misuli ya imani. Mavumbi ya ardhi hakuelewa, nyota ndipo anaanza kuelewa. Bila anasema akamwamini Mungu. Alipoamini maneno ya Mungu, Mungu akamhesabia kuwa haki. Hey, sikia. Alipomwamini Mungu ikahesabiwa kwake kuwa haki.
Ni kana kwamba Mungu anamwambia sasa, kwa kuwa umeniamini, ni haki yako kupata vyote ilivyokuwa nimekuahidia. Ni haki ya msingi, nitakupa. Baada ya imani, usidhani aliendelea hivyo, mashaka alikuja. Si mnakumbuka jamaa ndiye alienda kule Misri akasingizia mkende dada yake na mengine mengi. Lakini sikia Mwanzo 15 fungu la 8, akasema Bwana Mungu, nitapataje au nipateje kujua ya kwamba nitairithi? Bado ana maswali. Huku amwamini Mungu ikahesabiwa kuwa haki, alafu anamwambia sasa, hebu tuendelee kuongea sasa, mimi nitajuaje kwamba nitairithi? Yuko mtu anayenisikiliza ambaye naye anasema mimi nitajuaje? Mmoja aliniuliza akasema, mchungaji, nitajuaje kwamba nimesamehewa? Fungu la 9 akamwambia, unipatie ndama wa miaka 3 na mbuzi mke wa miaka 3 na kondoo mume wa miaka 3 na hua na mwananjiwa. Fungu la 10 akampatia hao wote, akawapasua vipande viwili, akaweka kila kipande kuelekea mwenzake, ila ndege hakuwapasua. Inaelekea ni mwongozo alipewa. Fungu la 11 hata tai walipotua juu ya mizoga, Abrahamu akawafukuza. Hakuna mafanikio na juhudi, hakuna mafanikio au mema yanayokuja bila juhudi na kuto kurudi nyuma. Ukiona pesa zimekuja za bure, usichukue. Zitabarikiwa kazi za mikono yako. Abrahamu alipambana. Nitajuaje kwamba watairithi nchi? Akamwambia, pasua wanyama, tengeneza kafara. Akaitengeneza. Hakuambiwa ichome. Tai wanapokuja kula, Abrahamu anawafukuza, Abrahamu anawafukuza, Abrahamu anawafukuza. Na mimi nakwambia, kile ambacho Bwana amekupa kilinde kwa uwezo wako, vingine mwachie Mungu. Fungu la 12, na jua lilipokuwa likichwa, usingizi mzito ulimshika Abrahamu, hofu ya giza kuu ikamwangukia. Anapambana hapa muda wote ili ikiwezekana aweze kulinda ile nani isiliwe. Lakini usiku giza likaingia. Lipoingia hofu ikamshika. Unapofika mwisho ndipo Mungu anapoanzia muujiza wake. Hapa naongea na mtu ambaye umefika mwisho kimawazo. Acha Mungu aanze kuandika sentensi zake. Abrahamu aliposhikwa na hofu ya giza ya usiku, na giza ni nene. Fungu la 13, Bwana akamwambia Abrahamu, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake, watawatumikia watu wale, nao watawatesa muda wa miaka 400. Mungu anamwambia Ibrahimu mambo ambayo yatatokea kwenye kizazi kijacho. Rafiki yangu unanitazama, hakuna unachokipitia ambacho Mungu hakijui. Anajua kila kitu. Fungu la 14 anasema, hata na taifa lile watakao watumikia nitawahukumu, baadaye watatoka na mali mengi au na mali nyingi. Anayekuonea kazini hajui anakukusanyia. Aliyekudhulumu shamba hajui anakukusanyia. Aliyekudhulumu pesa, kwa sababu tu hamkuandikishana, anakomaa kuambia sasa utanifanya nini? Mwachie Bwana hiyo habari. Waisraeli hawakupoteza hata senti. Walipotoka Misri waliondoka na mali nyingi. Nami nakutangazia, acha kuwaza hasara unayoita hasara. Hujapoteza chochote. Bwana atakupatia, Bwana atakuongezea. Rafiki yangu, hakuna mtu yeyote wa Mungu katika Biblia ambaye hakufikia levo ya kukata tamaa, lakini wale wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya kama tai. Hajakuambia kwamba haiwaishiwi na nguvu, ila watapata nguvu mpya. Nami nakutangazia wewe ambaye umepitia changamoto zote za kibiashara, za ndoa yako, za afya yako, mngojee Bwana, usikate tamaa, utapata nguvu mpya. Petro alipitia uzoefu kama wa kwako. Katika Luka sura ya 5 fungu la 3 anasema, akaingia katika chombo kimoja ndicho cha Simoni, akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani, akaketi akawafundisha makutano ali chomboni. Pointi muhimu hapa. Ukiona Bwana anahitaji kutumia chombo chako, ni kwa ajili ya faida yako. Vyombo vilikuwa vingi wakati ule pale, lakini hapa Bwana anahitaji chombo kimoja cha Petro peke yake. Ndicho ambacho anakihitaji. Sikiliza vizuri hapa. Akaingia katika chombo kimoja, ina maana viko vingi,
ndicho chake Simoni, akamtaka kipeleke kidogo na pwani. Kuna wakati Bwana atahitaji muda wako kwa ajili ya kazi yake. Ukimwambia sina muda, hasara ni ya kwako, maana anahitaji atumie chombo chako. Kuna wakati Bwana atahitaji ujuzi wako kama mwanataaluma. Ni mainjinia mnanitazama hapa. Kuna saa Mungu atahitaji ukachore michoro kwa ajili ya kujenga makanisa. Mungu anahitaji utumie ni chombo chako. Mungu anahitaji akitumie. Acha habari ya kuanza kuambia mtanipa shilingi ngapi nikichora hii, nikifanya usanifu wa hili jengo. Acha na hiyo habari. Ni Bwana anahitaji utumie taaluma yako. Kuna wakati Bwana atahitaji kutumia akaunti yako. Kuna wakati Bwana atahitaji kutumia wallet yako, fedha yako. Ile fedha anapohitaji kuitumia ni kwa ajili ya faida yako wewe. Acha kumwambia Bwana maneno. Petro aliposikia Bwana anahitaji kutumia chombo chake, pamoja na kwamba alishindwa cha kufanya, akamwambia kipeleke mpaka mpwani, akakipeleka. Fungu la 5. Kwanza ukisoma tu hayo mafungu yanayofuata, ndipo baadaye akamwambia shusha nyavu. Baada ya kumaliza zoezi lote, sema shusha nyavu. Petro akamwambia, fungu la 5, Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitashusha nyavu. Sikiliza vizuri hapa. Kwa neno lako nitashusha nyavu. Sijui umeteseka usiku kucha kiasi gani. Unanitazama, kila unachokifanya hakiendi. Bwana anahitaji aweze kutumia chombo chako. Baada ya hapo anakuambia shusha nyavu. Petro, nisikilize vizuri hapa kabla sijafunga somo hili. Petro anaambiwa ashushe nyavu muda ambao sio wa kuvua samaki. Wavuvi hawavui mchana. Ukiona ambao wanavua mchana ni watoto wadogo wanaotumia ndoano. Lakini wavuvi wa kibiashara wanavua usiku, wanatega mitego yao wakati wa usiku. Na anasema tumeshusha nyavu, hatujapata chochote usiku mzima. Yaani kwa lugha nyingine, ikiwa usiku tumekosa, leo tupate samaki mchana kweupe. Samaki hawa hapo hawatakimbia hawa. Asema lakini Bwana mkubwa, Luka ndiye anayetumia neno. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitashusha nyavu. Yaani kana kwamba nataka kumwambia hivi, tumehangaika hatujapata chochote, lakini kwa vile umesema, na mimi ninakuambia kuna saa Bwana nakusemesha na kuambia nenda ukawekeze biashara Kariakoo. Alafu unakuja kumwambia Bwana, nimehangaika sana Kariakoo sijapata kitu, nitarudije tena hapo? Kazi yako ni kumwambia Mungu ukweli. Kumbuka Abrahamu alikuwa mkweli, Petro naye anakuwa mkweli pia. Anamwambia tumekesha usiku kucha, sema ninashusha nyavu, sio kwa sababu najua nitapata samaki, ila kwa sababu wewe ni Bwana mkubwa. Anayekuamuru ni Bwana mkubwa, ni master. Mimi sijui naongea na nani ambaye umejaribu mara kadhaa ukaona hasara. Hii ni zamu yako kusikiliza hili. Bwana anasema shusha nyavu. Mimi sijui naongea na nani ambao umepambana sana kule shuleni, kila wakati GPA ni mbaya, unashuka tu kimasomo. Bwana anasema shusha nyavu. Sijui naongea na nani ambaye form 4 umefeli, unafikiria kurisiti mara kadhaa pia nako umefeli. Bwana anasema shusha nyavu. Shusha nyavu. Naongea na mtu ambaye umekata tamaa kwenye ndoa yako, usikimbie, shusha nyavu tena kwa neno la Bwana, shusha nyavu. Petro aliposhusha nyavu alitoa samaki wengi mpaka kabidi atoe ishara kwa watu walioko pembezoni ili kuambia waje wamsaidie. Na mimi nataka nikuambie hivi, kile ambacho Bwana amekiandaa kwa ajili yako utashindwa hata kukibeba, lakini kabla hajakupa inabidi akuandae kwanza. Petro alipoona ile zoezi akapiga magoti akamwambia, ondoka kwangu mimi ni mwenye dhambi, maana aliona tukio hili la kimungu sio la kawaida. Unayenitazama, usiangalie uzuri wa akili yako, usmati wako, hekima zako. Usiangalie mtaji wako, uwe mkubwa uwe mdogo. Usiangalie watu waliokuzunguka wanaweza kusaidia au hawawezi. Muangalie Bwana, ili mambo yatakapoenda vizuri, Bwana ndiye ainuliwe. Unapofikiri kukata tamaa, Bwana anakwenda kukuinua. Chama cha ATAPE ambao ndio umeandaa program hii, nataka niwatie moyo. Mnapoona ATAPE inakumbwa na misukosuko mingi na changamoto nyingi, baadhi ya maeneo huenda mnakwenda hamkubaliki, baadhi ya wanachama huenda hawalipi ada zao kwa wakati, kuna wakati mnaona kama vile wanawakimbieni, chama hakitakufa. Bwana atawaleta watu sahihi, mtasonga mbele. Alipoondoka Lutu, Mungu akamsemesha Abraham. Kuna baadhi ya watu itabidi waondoke ili Mungu aweze kukisemesha chama.
maono makubwa. Mungu abariki sana. Na kwenda kuomba sasa, yale maono yako yalete mbele za Bwana. Shusha nyavu, shusha nyavu tena, wala usikate tamaa. Shusha nyavu zako leo, tembea kwa imani. Isaka anazaliwa katika maisha yako, mtoto wa ahadi anazaliwa katika maisha yako sasa, wala usikate tamaa. Afya njema inakuja. Wakati mwingine Mungu atakupa ushindi na nguvu ya kubeba msalaba. Wakati mwingine mwiba hautaondoka kama alivyokuwa Paulo, lakini neema ya Mungu itakuwepo kusaidia huo mwiba hautakudhuru. Wakati mwingine atauondoa mwiba. Wakati mwingine atakwambia nakuja kuongezea misuli ya kubeba, hautakuumiza. Mimi sijui ni kipi kwako, ila nakutangazia habari njema. Shusha nyavu. Tunapokwenda kuomba sasa, popote unaponitazama, yale mambo mazito ambayo unaona ni mazito kwako, yalete kwa Bwana sasa, yalete kwa Bwana sasa, yalete kwa Bwana sasa. Hebu tuombe. Baba yetu na Mungu mtakatifu, ninamleta kila mmoja aliyetazama kipindi hiki. Wakati anapokata tamaa, wewe unakuja kuingilia kati. Yuko ambaye ananitazama amekata tamaa juu ya ndoa yake, ndoa iko ICU, inapumulia mashine, naomba ukaipe uhai tena. Yupo ambaye anatazama anatafuta mwenzi wa maisha, hana hiyo hekima ya kumtambua. Wanaokuja siku zote ni wale ambao wanamsumbua tu. Baba, naomba ukampe nguvu ya kutambua aliye sahihi na ukamlete katika maisha na akatambue ndiye huyu. Mpatie hekima ya uchaguzi kwa mwenzi wa maisha. Mfalme wa amani, ninaomba kwa ajili ya wafanyabiashara ambao wanapitia changamoto za kiuchumi. Wengine katika biashara zao kuna nguvu za giza ambao zinashambulia biashara zao. Pesa zinapotea katika mazingira tata, na wanashangaa wameweka pesa lakini zimepotea. Nami ninawaombea baraka na ulinzi. Wewe umemwambia Abraham, wewe Mungu utakuwa ni ngao yake. Nami nakuomba ukawe ngao kwa hiyo ananitazama sasa, ukalinde mali zake, ukalinde fedha yake, yeyote asiguse, kwa jina la Yesu Kristo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu tunakemea nguvu zote za giza katika biashara, nguvu za giza pale kazini, katika ajira, kila aina ya ugomvi na msongo wa mawazo vikaondoke. Baba, nakusihi kila mmoja wetu ukampe baraka yako na neema yako sawasawa na wingi wa fadhili zako. Neema yako inatosha. Ukawaponya walio wagonjwa ambao nitazama. Wengine wanatumia dawa, zile dawa ukaziwekee mkono wako, anapokula akapokea uponyaji. Wengine wewe utawaponya hata kabla ya operation, hawatafanyiwa operation kabisa kwa jina la Yesu. Lakini kuna wengine itabidi wafanyiwe operation, lakini wewe utakuwa umeshika mikono ya madaktari wanaofanya zile kazi. Tunakuachia yote kwa jina la Yesu Kristo, amen.